Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, karibuni tena katika channel yetu kwa ajili ya kupata mambo mazuri ya dini yetu ya Uislamu na mambo mazuri yatakayotufanya kwenda kuishi vizuri mahala tunapokwenda, tunapotarajia kwenda, napo ni peponi kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mahala huko hapawezi kupatikana sharti sisi wenyewe tujitume katika dunia kufanya yale ambayo Mungu anataka na kuacha kufanya ambayo Mungu hayataki. Watukufu wa Kiislamu, dunia sasa imekuwa na shahawati nyingi sana. Imekuwa na mambo ya ghururi mengi sana, ikiwepo hata kufika mahala kufanya mzaha wa dini ya Kiislamu katika mambo ambayo hayana maana katika maisha ya Uislamu. Na hii dunia ilipofika sasa, imefika katika zama ambazo tunakwenda kukaribia kiyama. Dalili zote ambazo zinaonyesha ni dalili za kiyama tayari zimetimia. Moja katika dalili za kiyama, mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad SAW aliwahi kusema, inna min ashrati saa, katika dalili za kiyama, an yurfa al-ilmu, ilmu kwanza itaondolewa, wa an yadhhara al-jahlu, kisha ujinga utazidi kuwa mwingi, wa an yushriba al-khamru, pombe itanywewa sana, wa an yadhhara zina, na zina itakuwa ndiyo mahala pake. Waislamu, haya yote ukiyatazama yameshatimia katika dunia. Leo katika nchi yetu hii mahala utakuta pombe zinauzwa kwa wingi sana. Lakini kikubwa utakuta zinaa sasa imeenea kila mahali. Imefika mahala mpaka baadhi wakuu wa wilaya wanapita katika madangulo ambayo yakina wasichana wanaojiuza kufanya biashara ya zinaa ama biashara ya ngono na kwenda kujaribu kuzuia lile jambo, lakini bil asafi shadidi linashindikana, kwa sababu aidha kwamba sheria haijakataza ya nchi, au sijajua maana yake kitu gani. Maana watu kama wanapelekwa mahakamani alafu wanatokea mawakili wanawatetea, basi kuna tatizo katika sheria zetu. Lakini dunia leo imehadaika sana. Dunia inakwenda kupotezwa sana kwa mambo yasiyokuwa na maana. Tuzungumzie mpira kidogo, jambo ambalo ndilo linalofanya leo dunia hususan kuingia katika madhambi ambayo Mungu amekataza baadhi ya vitu kuvifanya, lakini watu wa mpira wanavifanya bila kujali kwamba wao wameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushawishi wa mpira katika dunia umekuwa mkubwa sana. Inafika mahala mpaka unakaa unajiuliza, kwani watu wa mpira huwa wanawapa nini washabiki wa mpira mpaka wanashabikia kitu ambacho wao hawapati faida yoyote ndani? Hawa watu wa mpira huwa wanawapa nini washabiki wa mpira mpaka wanashabikia jambo ambalo kwao halina faida yoyote? Pesa analipwa mwingine, kuumia anaumia mwingine, maslahi anapata mwingine, kulia analia mwingine, mambo mazuri anapata mwingine, kukasirika na kasirika mtu mwingine. Hiki kitu huwa mimi najiuliza, yaani kuna kitu gani ambacho kinatendeka ndani ambacho wanakifanya watu wa mpira, wanawafanyia wale washabiki wao kiasi ambayo yuko tayari kufa lakini timu yake ishinde, yuko tayari kupata madhara timu yake ishinde, yuko tayari kuacha ibada ya Mungu timu yake ishinde, yuko tayari kwenda kutokuswali, anaacha kwenda kuswali, lakini atakaa mpilani kwa saa 2 asubuhi mpaka saa 5 ya usiku yuko mpilani na vipindi vya swala vinampita. Sijui kuna nini ndani ambacho wanachokifanya hawa mabwana mpaka inafika mahala mapenzi ya kumpenda Mungu yanakuwa madogo, yanafika hala mapenzi ya kupenda mpira, kupenda ushetani ndiyo yanashamili. Ni kitu duniani kote. Mtu yuko Tanzania anakwambia timu yetu Arsenal imeshinda. Mtu yuko Tanzania anakwambia timu yetu Manchester. Huyo mchezaji wenyewe hakuna anayemjua wala hafahamu wala hajulikani kwenye klabu, lakini anakwambia timu yetu. Twende katika nchi ya Tanzania.
Tanzania leo imefika mahala watu wameacha dini kwa sababu ya mipira. Watu wameacha ibada ya Mungu kwa sababu ya mipira. Wapo watu ambao wamefika mahala wanatoa ya mambo ya spoti pesa, wanatoa ya mambo ya sijui embet. Hivi vitu ndugu zangu ni kamari na tena ni haramu kwa mujibu wa 590 Qur'ani. Na hao watu ambao wanadhamini hiyo mipira, unapokwenda kusikia majina yao, unasikia majina matukufu ya Kiislamu, unasikia majina matakatifu ya Waislamu, lakini hao ndio wanadhamini spoti pesa, hao ndio wanadhamini mambo ya embeting, wanadhamini kamari. Wako tayari kumuasi Mungu, lakini biashara yao ya kamari isonge mbele. Wako tayari kumuasi Mungu, lakini biashara yao ya kumuasi Mungu ya kamari inasonga mbele. Inafika mahala hata yule mshabiki ambaye anashabikia timu kubwa hizi hajui hata kinachoendelea, maskini ya Mungu. Hatoi hata shilingi 10 katika hiyo timu. Hana uwezo hata kumnulia chai mchezaji mmoja, na yeye anakwenda kushawishika, anakwenda kuvaa fulana ambayo inaandikwa SportPesa au inaandikwa embeting. Anavaa fulana zile akiashiria na yeye ni mmoja katika watu wanaotangaza kamari, akiashiria na yeye ni mmoja katika watu wanaokwenda kumwambia Mungu, kama wewe umekataza kamari, sisi tunakuonyesha ndio wanaume wa shoka. Hizo kamari tunazivaa na tunazifanyia matangazo, na wewe Mungu hutuambii chochote. Haya ndio majibu yake. Unapovaa fulana ya SportPesa, unapovaa fulana ya kamari, wewe unawatangazia watu wanaokutazama au wanaotazama ule mchezo kwamba wewe unatangaza kamari. Madhara yake, aliyetengeneza kamari anapata dhambi, aliyebuni kamari anapata dhambi, aliyechapisha jezi kwa nembo ya kamari anapata dhambi, na wewe uliyevaa unapata dhambi, kwa sababu unawashawishi watu kwenda kucheza kamari, unawashawishi watu kwenda kutazama kamari. Leo kuna wachezaji unawakuta wana majina ya Kiislamu. Tena inafika mahala unawaona kabla ya kwenda kucheza mpira wanaingia katika ibada, wanaswali. Jambo zuri sana, lakini unamkuta mtu anaswali na SportPesa. Yaani anaswali na kile kitu ambacho Mungu kakataza kamari, anamwambia Mungu, mimi naswali na ilifana la kamari nalivaa. Anakwenda ndani ya uwanja mtoto wa Kiislamu, anavaa SportPesa, anavaa ile kamari. Ni jambo ambalo linaweza kuzuilika. Lakini nyinyi mnaofanya kazi ya kuwatengenezea watu mafulana haya makamari, mna dhima kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala usijidanganye kwa pesa zako, wala usijidanganye kwa mali zako, wala usijidanganye kwa maisha yako. Allah anasema innal insana la yatgha arraahu istaghna. Hakika ya mwanadamu ni jeuri anapojiona ana uwezo. Tazama wale wasiomjua dini, wasiojua Mungu, wasiojua dini, wanapopata uwezo wa kubadilisha mboga, basi kanuni yao wanakuwa ni majeuri. Kwa nini? Ayahsabu anna malahu akhlada, anazani mali yake itamweka milele katika dunia. Mungu anasema kalla, akome, la yumbadhana, atatoswa fil utwama, katika moto wa utwama. Wama adraka mal utwama, Muhammad, utwama ndiyo nini? Narullahil muqada, ni moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa. Allati tataliu ala al-afida, ambapo maumivu yake yanapanda mpaka katika nyoyo. Innaha alaihim muswada, hao mabwana watakuwa juu yao ni wenye kufungiwa katika moto huo. Fi amadin mumaddada, katika miguzo ya chuma mirefu mirefu. Usijidanganye Muislamu, chukua tahadhari. Unaweza ukavaa jezi ambazo sizizo za kamari. Usivae jezi ambayo imeandikwa SportPesa. Usivae jezi ambayo imeandikwa hiyo ni kamari.
na sisi mashekhe ni wajibu wetu kuwaambia Waislamu, kwa sababu lengo tunaitaka jamii itoke katika kiza ingie katika nuru. Jamii ikiondoka katika maisha ya duniani ikapate maisha bora huko yanapokwenda. Lakini huwezi kupata maisha bora hayo ikiwa unafanya jambo unajua kabisa Mungu halitaki na wewe unalifanya. Ni waase wapenzi wa vilabu hivi, ni waase wanachama wapenzi mnaokelekeketwa na hivi vilabu, rudini kwa Mungu. Ushabiki wenu usifike mahala ukawapelekea kwenda kufanya kitu cha haramu. Mabwana, hizi jezi ni kamari na kamari ni haramu. Lakini jengine, watu wanafanya mzaha wa dini, wanaingiza mzaha wa dini katika mipira. Mpira unaufananisha na dini. Kuna mtu mmoja nimemsikia anaitwa Bwana Mwijako, ni Muislam, anajinasibu ni Muislam na ameenda umra, mashallah, Mungu amsamehe kwa yale yanayoyafanya. Yeye alifika mahala akaweka ahadi kwamba ikiwa timu fulani itafungwa, alisema ikiwa Simba itafungwa na Yanga, Alikamwe ambaye ndiyo msemaji wa klabu ya Yanga, huyu Mwijako alitoa ahadi. Yeye anaonekana ni mshabiki wa Simba. Alisema ikifika mahala klabu yangu ya Simba ikafungwa na Yanga, basi Alikamwe, afisa habari wa Yanga, aje kumuoa mke wangu. Tazama hizi kauli za lahwa, kauli ambazo hazina maana, kauli ambazo hazipo kisheria, kauli ambazo ni za kitoto, kauli ambazo hazina maana yoyote. Sasa jawabu ambalo tunalotoa, msende kuchezea dini kwa mazingira ya laghawi yenu. Msende kuchezea dini kwa mazingira yenu yasiyokuwa mazuri. Msende kuchezea dini katika mambo ambayo hayana maana. Unaposema huyu akaoe mke wangu, kisheria haiwezekani, kwa sababu anayeolewa sio mke wa mtu. Hilo ni jibu la kwanza. Unaposema akaoe mke wangu, kisheria haiwezekani, kwa sababu anayeolewa hatakiwi kuwa mke wa mtu. Unaposema mke wangu, maana yake wewe ni umemuoa. Hawezi kuolewa na mtu mwingine, kwa sababu ili aolewe na mtu mwingine kwanza anatakiwa asiwe mke wa mtu. Lakini ikiwa kwamba alikuwa mke wa mtu, sharti la kwanza talaka ipatikane. Ikishapatikana talaka, akae eda. Baada kumaliza eda ndiyo anaruhusiwa kuolewa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo unaposema timu fulani ikifungwa, huyu bwana akaoe mke wangu, haliwezekani kisheria. Hayo ni maneno ambayo hayana maana. Hayo ni maneno tu yenu ya upuuzi wenu katika mpira, hayamo katika dini yetu ya Uislamu. Kwa sababu mke wa mtu haolewi. Anayeolewa ni mwanamke asiyekuwa na mume, wala sio mke wa mtu. Kwa hiyo hata Bwana Alikamwe, kwa haya maneno ambayo aliyesema Bwana Mwijako, ni maneno hayapo katika dini, na kuoa ni sheria moja katika dini. Ili sasa ili aolewe, sharti mke wake amuache. Akishamuacha eda imalizike. Baada ya kumalizika, yeye ndiyo anapewa ruhusa ya kuoa. Ili Bwana Mwijako huyo mwanamke aolewe sasa na Alikamwe, wewe unachotakiwa kufanya kwa sheria ya dini ya Uislamu, sasa umuache mwanamke. Baada ya kumuacha imalizike eda. Baada ya kumalizika eda, Alikamwe sasa aje kufata utaratibu aoe. Lakini huwezi kusema mke wangu aolewe. Jambo hilo halipo katika dini, na wewe unafanya mzaha wa dini, na kuonya mzaha wako peleka katika mambo mengine, usipeleke katika dini ya Mungu. Lakini katika masharti ambayo labda ili lingekuwa sawa katika dini ambalo halina mchezo, Bwana Mwijako ungesema Simba ikifungwa na Yanga, basi mke wangu nimempa talaka. Tena ungemwambia mkeo, mke wangu, ikitokea Simba amefungwa na Yanga, basi hiyo ni talaka yako. Hii ingeswii kile kitendo cha Simba kufungwa na Yanga, basi moja kwa moja ingekuwa talaka ambayo umempa mkeo. Msichezee dini kwa mambo yenu. Msichezee dini kwa sababu ya ujinga wenu. Msichezee dini kwa sababu ya laghawi zenu. Fanyeni laghawi zenu mnavyoziweza, lakini dini ya Mungu isichezewe.
lakini dini ya Mungu msiifanyie mchezo. Chezeni mipira yenu mnavyoweza, lakini isifike mahala mkachezea dini ya Mungu. Niwaombe watukufu wa Kiislamu, turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isifike mahala tunaenda mpirani tunaacha kuswali. Watu mnaingia mpirani saa 7 mpaka saa 3. Swala ngapi zinawapita? Utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo utayokwenda kukutana naye? Wewe ni mwanadamu dhaifu sana. Itafika mahala maisha ya duniani utayaacha. Hauna miaka mingi, utaondoka katika dunia. Nini umebeba cha kwenda nacho akhira? Nini umebeba cha kwenda kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Turudini kwa Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na pale tulipokosea tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe, kwa sababu hakuna mwanadamu asiyekuwa na makosa, lakini mbora au mwenye kukosea ni mwenye kumuomba Mungu msamaha. Nasi tunamuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa yale tuliyokosea, asituadhibu kwa yale aliyotupita, na vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka, kuitumikia dini ya Kiislamu, kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwenda kukutana Firdausi na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.